Unajua wanafanya kitu ambacho sisi tayari tumeshafanya. Tuzo sisi tushagombania tuzo ya club bora, tushagombania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka, goalkeeper bora wa mwaka, timu yenye nidhamu tumeshagombania. Kwa hiyo wanachofanya ni marejeo, na kwa sababu si tumeshafanya yaliyo bora zaidi ya hayo, naamini hakuna kitu kipi ambacho kitaonekana kwenye nyuso ya Watanzania. Labda kwa sababu ni wageni wa soka, labda kwa sababu mnahitaji kuona competition kati ya Yanga na watu wengine, lakini Yanga ndio klabu ya kwanza kucheza finali ya Confederation na watu wakaenjoy katika miaka hii hivi karibuni, lakini ndio klabu pekee ambayo iliingia kwenye hizo nominated na kutoa pia fursa ya wachezaji wake katika kikosi kile bora kwenda kwenye baadhi ya vilabu na kufanikiwa zaidi. Kama mnakumbuka huo msimu wa 2021-22 wakati tunacheza finali ya Confederation, ndio msimu ambao tulikuwa na kina Fiston Kalala Mayele. Leo unazungumza ndio mfungaji bora wa Champions League, unazungumza anagombania tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, wanacheza Afrika, na unazungumza pia ni anagombania tuzo ya wachezaji bora wa Afrika ukijumlisha na nje ya nchi, lakini kachukua kombe la Champions League akitokea Yanga kwenye timu ya mafanikio, timu ambayo ilichukua mafanikio mengi. Kwa hiyo sofa hao wanarudia na wala hainishtui. Sio kama mwahi kusikia nyimbo hainishtui. Sikia hiyo. Turejea katika mechi ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker kule ugenini Malawi, na ukiwa mmoja wao ambao walikuwa wameenda umeshuhudia mechi live. Ilikuwa ni mechi ya namna gani kwa upande wako? Dakika 90 zilikuwa za namna gani? Kwanza mechi ilikuwa so bored kwa upande wetu mashabiki wa Young Africans. Tulivyokuwa Malawi, ilikuwa kama tunacheza sehemu ambayo ina washirikina wengi sana. Washirikina? Yani tulikuwa tunacheza kwenye ngome ya shiriki. Malawi, yani vitu havieleweki. Nafasi nyingi ambazo tumecreate kama Young Africans, kuzikosa zote ilikuwa ni big surprise, lakini kwa sababu ni nyumbani kwao na mcheza kwao utunzwa, naamini mabadiliko na kila kitu kitabadilika tutakapokutana Benjamin Mkapa. Lakini kutoka Malawi hakuna kitu ambacho nilikifurahia, kuanzia miundombinu, vyakula, yani so bored. Hata tulivyokuwa kwenye pichi dakika 90, mpira ulikuwa sisi kwetu tunatengeneza nafasi za wazi tunazikosa, wao wametengeneza nafasi ya kamkumbe moja wamescore goal. Tutawakaribisha Benjamin Mkapa waone Young Africans tukiwa katika uwanja wetu wa nyumbani tutaenjoy kiasi gani. Wao wanasema kwamba sio kwamba tatizo lilikuwa lipo kwa kocha, bali ni kwa wachezaji wenyewe, walikuwa wanaona kama wanaonekana wamechoka, wakina Andy Boyle wengine kina Black, kama wachezaji mwaka huu ni kama mmepigwa, sajili ambao mmefanya ilikuwa ni sajili za hovyo. Sio kweli. Na wakitaka kuamini hilo, kama walichoka mbona waliwafunga Simba? Yani waliwezaje kucheza na Simba halafu sasa hivi wasema wamechoka? Sio kweli. Simba tumewafunga mechi karibuni 6 mfululizo. Kama ni kuchoka wachezaji wangechoka huko kwenye mechi ya Simba. Ni mfumo tu ulikataa siku ile na tukapoteza, na kwa sababu ni mechi ya aggregate hatuna wasiwasi, watakuja nyumbani, tutawaonyesha uchovu wa wachezaji wetu, waje na topic nyingine, lakini wachezaji wetu wako imara na wanao uwezo wa kupambana. Wanaitwa national team, ndio wao wanaenda wanafanya vizuri, kina Pakome, kina Jigidiara, ndio wao ambao tayari wameshafuzu Benjamin Mkapa. Tutawaonyesha burudani ya Yanga ilivyo. Ni kweli mmefanya makosa kumwacha Khalid Aucho na kumchukua Bala Conte ambaye mpaka hakuna mahala popote. Unajua kwenye football unao uwezo wa kusajili wachezaji wazuri na ukauza wachezaji wazuri. Kylian Mbappe ni bonge moja la player, kaondoka PSG kaenda Real Madrid, bado PSG imeweza kufanikiwa na kuchukua UEFA Champions League. Umeelewa? Wamemuuza Messi, wamemuondoa Neymar, walikuwa nao hao quality player ambao ukizungumza ni dunia sayari ya kwanza kwenye football, lakini walienda wakaondoka kwenye timu wakaenda kwenye timu nyingine. So kuondoka kwa Khalid Aucho kunatoa opportunity kwa wachezaji wengine, kwa sababu tayari tumeshamtumia kwenye 4 years katika age kubwa. Tumechukua wachezaji wengine ambao tunawakuza, watatusaidia katika miaka mingine mingi. Kunazungumzia Azizi Ndabwile ambaye saizi akicheza bado ana miaka kama 10 ya kucheza. Hatunao uwezo wa kumtumia kwenye miaka mingi kwa mafanikio. Kwa hiyo sio tatizo,
na hatulioni hilo tatizo kwa sababu mafanikio yetu yatajengwa na namba ambayo tutaipata mwishoni mwa msimu. Msimu kisha mtuulize kuhusu ligi, mtuulize kuhusu ngao ya jamii, mtuulize kuhusu CRDB, mtuulize kuhusu ni nafasi gani tumemaliza kwenye Champions League msimu kisha, ili muone je kuna pengo au kuna mwanya. Tuzungumzie sasa mechi ile baada ya kuisha, klabu ya Young Africans ikatoa tamko kwamba amechana rasmi na kocha mnono Romain Folz. Kwa upande wako Romain Folz alikuwa ni kocha namna gani ndani ya hizo mechi ambazo alikuwa akiwafundisha? Romain Folz ni moja kati ya makocha ambao wazuri kwa kufundisha mpira wa miguu. Unajua shida mpira wa miguu una tatizo moja. Mwalimu mzuri anaweza akakliki kwenye timu yako, akagoma kukliki kwenye timu nyingine. Na mchezaji mzuri anaweza akakliki kwenye timu yako na akagoma kukliki kwenye timu nyingine. Ndicho kilichomkuta Romain Folz kwenye Young Africans. Mfumo ambao alitaka kuuleta umegoma kuingia, kulingana na aina ya wachezaji tuliokuwa nao, kulingana na falsafa ambayo yeye anayo na falsafa ambayo tayari ilikuwa inashatumika ndani ya Yanga. Lakini inawezekana kumshangaa Romain Folz akaja kuwa kocha wa National Ahli, akaja kuwa kocha wa Mamelodi, kokote duniani. Football ndio iko hivyo, na ukiachana na mtu isiwe sababu ya yeye kumuona mbaya kuliko watu wengine. Yeye amekwama, ndio football ilivyo. Nimeshashuhudia makocha wengi wanakwama kwenye timu za mpira wa miguu, wanaenda kufaulu kwenye vilabu vingine. Nasreddine Nabi ni kocha mbaya, alikuwa Yanga kafundisha kwa mafanikio, kaenda vilabu vingine kakwama na amefukuzwa. Miguel Gamondi ni kocha mbaya, alikuwa Yanga kafundisha kwa mafanikio, kaenda vilabu vingine kakwama. Simba pia wamewahi kuwaleta makocha wazuri na wakakwama kwenye timu yao, wakaenda kufanya vizuri, kina Benchika, kina nani, wamefanya vizuri kwenye vilabu vingine, kwenye Simba wamekwama. That is football. Sisi Romain Folz kwa kipindi chake ambacho amefundisha akiwa ndani ya Yanga, tunamshukuru, tunamwambia asante kwa kuwa mifumo yake imekataa, imekwama, basi aipeleke kwenye vilabu vingine, naweza ikakubali hata Simba au vilabu vingine. Unaona kwa Simba tete inawezekana katiki football tu, anaweza Romain Folz akafundisha Simba vizuri tu. Wengine na nyinyi mjaribu kuleta manager kama upande wa pili. Shekhe, sisi tunaita makocha, sisi hatuleti mameneja. Mameneja waachie bana. Makocha ndo kama hivyo wanafeli. Makocha wamepita wangapi bwana, kafeli yetu. Yaani wewe bado hamjapata yule ambaye amevaa vizuri viatu vya Nabi. Yaani baada ya kutoka Miguel kaja ambaye ametogea ubingwa Miludi, si ndio? Kaja Ramovic alikwama, kaja Miludi kafaulu. Miludi alifaulu na akatogea ubingwa, kamfunga Simba mechi ambayo kombe liko uwanjani. So far maelewano tu labda kati yake na viongozi kwenye mapatano ya kimkataba, namna ambavyo alikubaliana hatujui, lakini Miludi alifanya vizuri na alikuwa kocha mzuri kweli kweli. Kwa hiyo ni swala la viongozi, lakini kwangu mimi naamini kocha yoyote anapopata nafasi ya kufundisha timu anafundisha. Kama akikwama, amekwama kama coach kwenye timu, akienda sehemu nyingine anao uwezo wa kufaulu. Haimaanishi kocha akiwa mbaya kwako awe mbaya na kwa mwingine, mchezaji akiwa mbaya kwako awe mbaya na kwa mwingine. Nyinyi leo ni mashuhuda. Eden Hazard anatoka Chelsea anaenda Madrid, ni moja kati ya wachezaji bora ambao ni world class player, anafika Madrid kakwama. Mchezaji mbaya? Hapana, wako wengi na makocha ni hivyo hivyo. Ancelotti kafundisha Madrid katika nyakati zaidi ya 4 tofauti. Kaenda kafundisha, kafaulu, kawapa makombe, alipokwama wamemtimua. Baadaye akarudi akafundisha, kafaulu, alipokwama wamemtimua. Ize, na ndio makocha wengi wanafanywa hivyo. Jose Mourinho anafukuzwa huko anaambiwa ni mbaya, anaenda timu nyingine anafundisha. Anafukuzwa huko anaambiwa mbaya, akienda huko anafundisha anafanikiwa. Ize football. Kwa hiyo naamini Romain Folz atapata timu sahihi ambayo ataendana nayo kwenye mifumo. Kuelekea mechi ya tarehe 25 Benjamin Mkapa ambayo ni mechi ya maamuzi kati yenu, unaona ni tena kupindua meza? Maana baadhi ya mashabiki tayari wameingia na wasiwasi wakikumbuka ile mechi dhidi ya MC Alger ambayo mlibidi mpate goli moja tu ili muweze kwenda hatua ya robo finali na hamkufanikiwa, na wakisema kwamba hamna historia kwamba kwa Mkapa hatoki mtu zaidi ya watani zenu. Unaona mna nafasi ya kupindua? Watani zetu wanaposema kwa Mkapa hatoki mtu hawajawahi kupoteana kwa Mkapa.
Wanapatiana, lakini wao wana historia hiyo ya kwa Mkapa. Wana historia gani nzuri kwa Mkapa? Tajime historia ya Simba kwa Mkapa. Walimpiga Oro ya 7. Sasa kumfunga Oro ya 7, mbona sisi tushafunga wengi goli 7? Gaboroni wakaja niliu hapa nyumbani. Mbona sisi tushashinda hivyo? Hivi si wakati tunashinda Mkapa mpaka tunacheza fainali. Simba alishawahi kufanya hivyo? Haja kufanya baada ya sisi kufanya. Si ndio? Wakati sisi tunaingia robo finali mpaka tunatwanga na Mamelodi na nani, wao walishafanya hivyo, kucheza na Mamelodi katika tempa ile dakika 180 kucheza na Mamelodi. Wamewahi kufanya? Unajua, mnapozungumza azifu, Simba hajawahi kutolewa kushindwa kwa Mkapa. Simba wakati anacheza na UD Songo, nyinyi mlikuwa wapi? Au uwanja uko wa Mkapa? Simba wakati anatolewa na Jwaneng Galaxy na kula chuma 3-1, ilikuwa ni uwanja gani? Yani tusiongelee vitu kama Simba hawajawahi kufanya mambo ya hovyo Benjamin Mkapa. Wameshafanya na vingine wakapatia. Na sisi tumeshafanya vilivyo bora Benjamin Mkapa. Na sehemu ya vilivyo bora kesho kutwa njoo uone. Kesho kutwa nimetoa ahadi kwa nyie waandishi wa habari, kila mmoja atembee na mkwaju. Kama Yanga haitafuzu, ni mimi mkwaju. Nimewaambia hivi, hakuna historia ambayo Simba ameifanya Benjamin Mkapa Yanga hajafanya. Sisi tushapindua matokeo. Sisi nisikilize, Rivers United walitufunga kwao, wakaja kwa Mkapa akala chuma. Sawa tuelewane hapo. Sisi tulifungwa na Monastiri, akaja kwa Mkapa akala chuma. Mnayo hizo? Sisi tulifungwa na Belouizdad kwao, wakaja kwa Mkapa akala chuma. Wengi TP Mazembe kaja kala 3 hapa, tushapindua sisi na Mazembe kala chuma 3. Mazembe sio mara moja, Mazembe kafa kwa Mkapa zaidi ya mara 3 mara 4. National Ahli kashafungwa kwa Mkapa, unalijua hilo? Sio mara moja wala mara 2. Na Yanga Afrika. Kwa hakuna jambo geni, ni jambo ambalo tumelizoea. Nyinyi mmeamua tu kuwapa credit Simba kwamba wao wakiwa kwa Mkapa wanaonekana ni bora kuliko sisi. Sisi kwa Mkapa ni bora kuliko wao. Na ndio maana kuna nyakati wanakimbia ule uwanja. Sisi ndio nyakati wanakimbia. Nakwambia hivi, kuna nyakati ule uwanja wa Mkapa tukiambiwa Simba sisi tucheze nao wao wenyewe wanakimbia. Sisi tuna nyakati nzuri kwa Mkapa kuliko wao. Sasa lakini tunatumia uwanja gani? Benjamin Mkapa, na wanakufa. Wamefungwa mechi 6 mfululizo, uwanja ulikuwa wa Mikumi. Si Benjamin Mkapa? Nani bora kuutumia ule uwanja? Tangu umefunguliwa ule Simba kutofunga sisi kuliko tulivyomfunga. Sisi tumemfunga mara nyingi kuliko wao. Tafuteni hizo data. Simba tumemfunga zaidi ya mechi 60 pa. Mechi 60 zinafika. Benjamin Mkapa, katafute data hizo, mimi sinakupa. Wewe nikikupa ukiziona za uongo katafute original. Na nikamfunga mwenzema mara nyingi. Wanaonekana kama wanawatamani sana. Wewe sasa hapo unaanza shughuli za Sheaya mwaka huu kama hakuna kama. Waambie waje. Nini jakaja? Hakuna neno kama. Kila mechi wanasemaga kwamba bwana mechi hii hatufungwi mara 2 mfululizo, tukawakanyaga. Ya 3 hamtufungi mara 3 mfululizo, wakafa. Ya 4 hamtufungi mara 4 mpaka zimefika 6. Ikija ya 7 atasema tuwafungi mara 7, wana meneja. Tutawapiga na wao watakuwa mababa medi. Na maisha yataendelea. Mtatu alija kushtua. Yaani mimi tulio na yule chizi. Yule ana tofauti gani na Vanga sio chizi Vanga. Yaani wewe kushinda 3 Vanga na wanyima raha. Yaani mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza. Sawa? Wakati sisi tunashinda mabao 3, wao walikuwa wapi? Washinda ngapi? Kwa hiyo tuanze kushindana kwenye magoli. Shida ni kuvuka tu. Mechi mtu akikubali ukimpiga 3 mpige. Akigoma mpige 1. Unaweza wale wakashinda 3 away wakaja hapa sishinde 3. Wakatoka hata sare. Ndio mpira tu. Wale tumeshinda 3 away. Wanaweza akaja Benjamin Mkapa na wakatoa sare vile vile. Ndio mpira. Kwa sisi kutanguliwa ugenini haimaanishi ndio ituwekee kikwazo siku tukushinda nyumbani. Yule tamfunga nyumbani na kwa idadi kubwa ya mabao. Na kama mnabisha tushindane kwenye goli la mama, nani anachukua mzigo mkubwa? Ile mpaka raundi hii wao ndo wanaongoza. Ndani. Kwani mpaka sasa hivi kwa mama amechukua shingapi na sisi tumechukua shingapi? Raundi hii inasemea raundi ya pili. Raundi hii mashindano si ndio yameanza, si mwaka mpya mpira. Mashindano sasa yameanza, tumecheza raundi ya kwanza na raundi ya pili si ndio hii tunamalizia. Tuone mpaka tunavyoingia makundi nani kachukua hela goli la mama hela nyingi. Msigwa ndio utakuwa shahidi. Mimi nataka Msigwa awe ndo namba 1 shahidi kusema Tanzania kwenye goli la mama
klabu ya kwanza kuchukua fedha nyingi ya goli la mama. Mwaka jana sisi tumechukua nyingi kuliko wao na mwaka huu tutachukua tena over kuliko wao. Tuishi pamoja. Wani Silver Striker wakija kama Benjamin Mkapa watapaki basi sana ili madi waweze kuvuka hatua. Tena wakipaki basi ndio itakuwa bora. Watakaribisha mashambulizi mengi. Kama watapaki basi. Wakifunguka itakuwa bora zaidi. Kwa sababu wataturuhusu sisi kupata mianya ya kushambulia na kufunga magoli yetu vizuri. Wachague wao kusuka au kunyoa. Ila moto utawapelekea. Na watachagua wazike hapa au wasafirishe. Ukizifunga ajiandae kwa lipi? Ajiandae tu, akutana aambie mechi hii wakabizwa mashabiki. Mpelekeni habari. Uchizi Vanga na machizi Vanga wenzie. Vanga huku lipo na machizi. Vanga nili mambo ya kizalamu. Yaani Vanga huku lipo na machizi wapo. Mwambieni huyo uchizi Vunga tukutane kwa Mkapa. Kama anajua bodi acheze kwa Mkapa. Hakuna kitu na kisubiri kama kumuona mchezaji akacheza kwa Mkapa acheze kama alivyocheza kule kwenye uchawi wao. Niko hapa. Kule uchawi ulikuwepo? Mimi ndio nakwambia. Sawa, mchawi anamjia mchawi mwenzi. Nimekupa ahadi ya kunitandika viboko. Mimi wadichi mtandika viboko kila sehemu. Sikimbie. Nashika ukuta mnatandika tandikeni tu bakora. Tandikeni tu bakora, hamna shida. Tuzungumzia hili la kuingia bure uwanjani ambapo maneno ni mengi na wengine wakisema kwamba kwa nini mashabiki muingie bure wakati timu ina mambo mengi ya kufanya, wachezaji inabidi walipwe, mambo ni mengi na huku ukija kwa wachezaji inabidi walipwe na klabu. Sasa mnavyoingia bure kule mambo yanakuwa kama hayaendi vizuri na tukimsikiliza Ahmed Ally anakuambia kwamba nyinyi mbona msikiza Ahmed Ally Yanga? Hajasema Ahmed Ally na kurejea kwa Ahmed Ally ambapo wao wanaingia na viingilio na kusema kwamba sehemu pekee watu kiingia bure ni msiba. Tuhusu nini? Dada. Nasikitika kwanza kutukompea na watu wengine. Kiingilio cha uwanjani ni gate collection, si ndio? Ni moja kati ya mapato ambayo yanamilikiwa na club. Sisi kama club tumeamua wanachama na mashabiki tajiri pale mechi yetu ingie bure. Na tajiri kasema sawa ingeni bure, timu si yenu. Kuna shida gani? Hasa kama mapato yetu sisi iwe yanakuuma. Kwa sababu mapato yale yakiingia kwenye timu yanaenda kusaidia wachezaji kununua na kulipa mishahara. Sisi tunavyo vyanzo vingine vingi vya kuwalipa wale watu. Tuna kadi za wanachama 29,000. Wao wanazo. Mbona tuwaulize wakusanye hela kwa wanachama? Yanatuhusu nini sisi ya timu yao? Wao waendelee kuishi bure. Mbona timu yao inaishangilia bure hawaihudumii? Wao wamesahau mpaka tajiri anawadai. Tajiri anadai au ulisema tu? Mo hajai kudai, Simba anasema anadai bilioni 87. Ni vipi? Au umesahau? Mimi sijaona kasema kama anadai. Kasema sikia Mo anasema nimetumia fedha zangu bilioni 87. Lakini hiyo kudai 20, katumia 20, 25 sijui ngapi akajumlisha kama anasema 87. Hajasema kama anadai. Sasa kati ya mtu ambaye ana hela zake yeye kaela pale Simba anawadai hela na huyu wa kwetu sisi ambaye sisi tunahudumia timu yetu kwa hela zetu, nani bora? Yaani siku pewa ofa tayari mnanuna. Sema mmezoea sana mambo ya supu. Sasa sisi nikwambie tutaingia bure na bosi atatuletea maji tutakunywa. Atatuletea GSM Pop pale na GSM Cola tutakunywa. Tukimaliza Jumapili tunamwomba tena tajiri apike pilau. Yaani tajiri swala la kilo 500 kilo 700 sijui sio shida zake. Huyo ni gharibu mtu mzito. Ataleta hapa na kwa hiyo kama mnanuna nuneni. Yanga kawazoesha vibaya. Tajiri tunaye na tunatamba naye. Sasa kwa nini tusitambe? Kama bosi yupo kwa nini tusitambe? Yaani bosi baba ana mali wewe unaanza kuuza karanga? Haiwezekani. Tumemaliza baba. Shekhe tena wana Yanga njoeni uwanjani tuangalie mpira bure. Na tutakuwepo pale uwanjani bure. Na siku tutamuomba na nauli. Mtaomba na nauli? Anasema unaendaga bure kule. Nakwambiaje? Kuna siku tutamuomba na nauli za kujia uwanjani ili waume zaidi. Inaonekana mnaumia tajiri yetu kutuhudumia. Endeleeni kuumia kwa sababu haiwezekani timu. Yaani nyinyi mnaumiaje na mapato ya timu nyingine? Yaani ngoja nikuulize. Mfano huyu msemaji huyu sio msemaji, sio dalali wa jezi, yule muuza jezi mimi simuelewi. Msemaji wa kafu. Msemaji wenu wa Madudu. Mediani. Yeye anaumiaje na mapato ya Yanga? Yeye anajua Yanga wana mkataba shilingi ngapi na SportPesa? Anajua.
anaumia na mikataba ya Yanga. Yeye anajua sisi tuna mikataba mingapi humu, mara tu humu tuna Zanzibar visit hapa, sijui tuna mikataba kede ya Tanzania sijui nini. Yeye inamuuma tena mikataba ya Yanga. Makendo vyanzo vyetu vya mapato, sisi tuna vyanzo vya mapato vingi na vikubwa kuliko wao. Yanga ndio klabu inaongoza kwa mikataba mikubwa na minono. Sasa ni umie, unaumia na nini? Haya umia sasa, umia. Tunaenda bure Benjamin Mkapa, umia. Tutakuwepo pale bure na tunavaa tunapendeza. Kurejea kwa Clement Mzize itaongeza nini siku ya Jumamosi? Yule mchezaji wetu uko wake ongezeka, kuna kitu anaongeza. Tena haswa kwenye idara ya ushambuliaji. Kwa hiyo atakapoongezeka kwetu ni furaha, kwa sababu alikuwa injury na tulikuwa tunatamani muda mrefu arejee. Mchezaji muhimu na mnajua umuhimu wake. Manchester United tayari shati ya Lela wanamtaka. Au unacheka. Maniwa shati ya kawaida. Kina Mbeumo. Hujui Mbeumo ana kazi ya kujibu mbele ya Clementinho. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba dua mchezaji apatikane arudi. Kwa hiyo mchezaji ameshaanza mazoezi na sisi tunaanza kupata hope ya kwamba idara ya ushambuliaji kuna mtu wetu wa umuhimu na wa maana amerejea. Ya wewe mimi nakualika Jumamosi tarehe 25. Dube ataingia kambani. Prince Dube. Andy Boyeli Bobo ataingia kambani. Wewe njoo Benjamin Mkapa ushuhudie mabao mazuri na safi. Na mpira hatari kutoka kwa Pacome Zuzo. Show za kibabe, show za bure, show zenyewe. Mnaenda huko hadi kwenye mikutano ya siasa, mkutana na kina Diamond na mnamwangalia bure, amlipe tamia mlalamiki. Yanga sisi tukiingia bure kwa hela za tajiri yetu mnaumia. Umieni sasa bata.